Na hapa ndipo mahala Waarabu walijisahau. Waarabu kwa jumla, na kwa nini nazungumza Waarabu? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amejalia kwamba pale ndipo kitovu cha dini, si masala ya ukabila. Pale Arabuni ndipo mahala Mwenyezi Mungu ameweka kheri zote. Kwanza, kheri yake ya kwanza ni kwamba mtumi wake alimtuma pale, ambaye ni Sayyidul Mursalin. Kheri ya pili, kitabu chake ambacho ni Khatimatul Sharai alikiteremsha pale. Tatu, ameweka neema za kimada, hizo patroli, dhahabu, gesi, zote ziko wapi? Ziko pale. Yani ni mahala Mwenyezi Mungu amepandalia kuwa ndio moyo wa Kiislamu, wa kidini, wa kisheria, wa kiuchumi, wa kisiasa, wa kila kitu ni pale. Lakini Waarabu mahala ambapo wamesahau ni kwamba wao siku walipotukuka katika huu ulimwengu ni siku walipokuwa Waislamu. Hili wamelisahau. Wao katika taswira zao, wengi wao wako wale wasomi wanazuoni hunena maneno haya, wengi wao waona ni ule Uarabu wao ndio uliowafanya wao wawe watukufu, na ilhali Waarabu hawana tarikhi ya utukufu walipokuwa Waarabu. Utukufu walionao Waarabu ni walipokuwa nani? Waislamu. Na ndio mmoja katika wanazuoni akanena, hawatarudi Waarabu kwenye utukufu isipokuwa siku watarudi kwenye Uislamu. Na nyinyi angaliani leo zile sura za kijahilia, lakini kwa mipangilio ya leo yako pale pale. Kupijanwa bila ya mipango, mambo yanayofanyika kule, Allahu Akbar, hayaneneki. Na hapa ndipo nataka nifunge leo, niingie kwenye mlango mwingine. Nataka niwanukulie maneno ya Ibn Khaldun kwanza, mpaka baadhi ya watu wasioni kwamba mara nyingi napenda kunukuu maneno yasiokuwa Waislamu, lakini ni wataalamu. Ibn Khaldun ambaye adaiwa ndio mtaalamu wa kwanza wa mambo ya kijamii, hizi elimu za kijamii zote zimezoviva miaka hii 200 300, alotangulia ni nani? Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ana kitabu amekiandika, ni utangulizi wa kitabu chake cha historia, na kitabu cha historia kikubwa. Lakini kabla ya kile kitabu kikubwa cha historia ameandika kijitabu kimoja kama utangulizi, akakiita Muqaddima. Leo kimekuwa maarufu, chamkuliwa Muqaddimatu Ibni Khaldun, na kimefasiriwa kila lugha. Wasemekana ndiyo misingi ya kwanza ya kijamii iliyoasisiwa katika kusoma jamii. Katika Muqaddima, na nawaomba mkisome cha kitabu, ni muhimu sana. Kuna maneno mingi ndani ya muhimu, pamoja na ubinadamu wake kuna na ya upungufu, lakini nataka mumsikize anavyowazungumza Waarabu. Asema innahum, katika kitabu chake hiki, innahum, hakika wao. Yani wao nani? Waarabu. Waarabu wapi? Wajahilia. Bitabiati tawahushi alladhi fihim, ile tabia ya unyama ilokita katika nafsi zao. Anaizungumza maneno haya ndani Ibn Khaldun. Asema atawahush wa idha alwuhushu, uhushu si ni wanyama, alwahash ni mnyama, atawahush ni tabia za kinyama. Asema zimekuwa kama ndio maumbile yao, bitabiati tawahushi alladhi fihim. Sasa watakuwaje? Walikuwa ni ahlu intihabin, ni watu wa kunyakua, wanahab. Yani upita wakimnyang'anya huyu, wakinyang'anya huyu. Maisha yao ilikuwa maisha ya kunyang'anyana. Wa aithin,
na kueneza uchafu. Yantahibuna ma qadiru alayh, wao hunyakua kile wawezacho kukinyakua, na ni fakhri. Na wakirudi kwenye zijiji zao, wakiketi katika mabaraza yao kuifakhiri, kila mmoja hujifakhiri amejepa ngapi, amewatia mtanga wa mato watu wangapi, ameua wangapi. Ndio yalokuwa mazungumzo kwenye mabaraza yao, kawaida. Aendelea Ibn Khaldun asema, wakana dhalika, hilo la kuiba kunyakua, maldhudhan, lilikuwa kwao ni jambo la tamu sana, lima fihi min alkhuruji an ribqati alhukm, kwa sababu ni jambo ambalo haliwalazimishi wao kuweko ndani ya pingu za sharia au kanuni. Na ndio asema hakukupatikana nidhamu ya kisiasa kwa Waarabu. Ibn Khaldun asema ilipokuwa Waarabu ni watu wapenda kufanya watakalo wakati watakapo kama wanyama, hawakuweza kuweko na nidhamu. Kwa nini? Kwa sababu nidhamu ya kufunga usifanye utakalo popote utakapo, kukuwekea mipaka. Waarabu watu wote, kulikuwa kuna dola Fursi, kuna serikali, kuna jeshi, kulikuwa kuna dola Rumu huku, kuna serikali, kuna jeshi. Lakini kwa Waarabu katika tarikhi yao kabla ya Uislamu, hawajui kabisa kitu huwa mkuliwa serikali, hawajui kabisa kitu huwa mkuliwa nidhamu ya kisiasa inaowakusanya pamoja. Alokuya kuwakusanya peke yake ni Mtume. Kwa hivyo na leo watengeneze Jamia al-Arabia, watengeneze kila chombo kinachoitwa chataka kuwakusanya Waarabu, hawawezi Waarabu kukusanywa na chombo chochote cha kisiasa mpaka dini peke yake. Ibn Khaldun anena maneno haya. Dini, na dini ya kihakika, si dini ya kupigiwa debe na serikali fulani wala serikali fulani. Hawawezi. Hakuna tamaa ya umoja wa Waarabu kwa Uarabu. Tutasubiri sana. Peke yake itakachokuweza kuwakusanya ni hiki. Aendelea kunena, fatabiatuhum, maumbile yao. Ibn Khaldun si mimi jamanini. Fatabiatuhum, maumbile yao Waarabu, intihabu ma fi aidin nas, ni kunyanyasana, ni kupigana, ni kunyakuana, ni tabia yao ya kimaumbile. Wa inna rizqahum, na maisha yao siku zote iko katika nta za mafumo yao, yani wao ni kutumia silaha zao kutafuta maisha yao. Walaysa indahum fi akhdhi amwali nasi had, hawana mipaka katika kunyakua mali ya watu. Yantahuna ilay, bal kila kinachofikia mato yao wao watakitukua. Huyo ni nani? Ni Ibn Khaldun. Tumwate Ibn Khaldun. Nachotaka mimi si kuwakejeli Waarabu, ila wengi katika sisi tuna damu za Kiarabu. Nalotaka mimi ni